Tuombeni. Bwana, tunashukuru kwa wema wako, tunashukuru kwa nafasi hii umetupa kuja mbele zako, kusoma neno lako, kujifunza kutoka kwako, kusikiliza sauti yako. Naomba utakubarikia katika jina la Yesu Kristo. Sikusikia amen. Amen. Sasa Bwana asifiwe sana. Amen. Ni siku nyingine njema tumepewa na Yehova Bwana Mungu wetu, tuje tuangalie neno lake, tujifunze, tuelewe ili tuweze kumtumikia kwa njia bora zaidi. Siku ya leo tuko katika somo letu la 14 katika kitabu cha Waebrania. Somo kichwa cha somo la leo ni uvumilivu. Uvumilivu. Na tunajua uvumilivu, maana uvumilivu kwa urahisi ni kujua kiasi. Ukiongea na mambo, ukutane na mambo, unajua kiasi cha vile utaweza kustahimili, kwa sababu wakati mwingine tutakutana na mambo magumu, tutakutana na hali ngumu. Lakini sio sisi. Mfano mzuri ambao tumekuwa tukiona ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuja hapa duniani. Alivumilia mengi, hata leo tutasoma ya kwamba hata yeye alivumilia. Na majuma mawili ambayo yamepita tumejifundisha kuhusu imani. Imani ni nini? Tukaona maana ya imani, na pia tukaona wale mabingwa wa imani, watu ambao walianzilisha kuonyesha imani. Mfano wa kwanza tulisoma ni mtu anaitwa Habili. Ati wakati ukafika na akaona ni wakati wa kutoa dhabihu, na akatoa dhabihu ilimpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu aliamini ni Mungu alimuumba, ni Mungu ambaye amesimamia mambo yote. Kwa hiyo tunaambiwa yeye akakuja na akatoa, lakini kaka yake haikuwa hivyo. Tunaambiwa kaka yake, hata tukisoma mambo yake, alikuwa mtu ambaye alikuwa kabisa hawaambatani na Mungu. Kwa hivyo hata dhabihu ya kwanza alikataliwa. Na tukasema ni vizuri kujua. Kwanza Habili alikubaliwa.
alafu dhabihu yake. Naye Kaini kuja akakataliwa, alafu dhabihu. Kwa hivyo nimesikia watu wahubiri wengine wakisema ati alitoa dhabihu mbaya. Hakuna mahali Mungu amemwambia alitoa dhabihu mbaya. Ubaya ambao ulikuwa chukizo kwa Mungu ni roho yake, kwa sababu alipokasirika aliulizwa, mbona umekasirika? Hakujibu. Akaambiwa, mbona uso wako umekunjamana? Hakujibu. Lakini hata katika hiyo, bila kujibu, hata bila kuongea, mtu anaweza kuonyesha vile yuko. Sio lazima mtu aongee ndio tuseme vile anafanana. Huyu anaongeleshwa na Mungu na kabisa hana wakati wa Mungu, hata hamjibu. Na katika habari zake zote, Kaini aliongea tu na Mungu wakati alipewa adhabu. Alipoulizwa swali, akaulizwa swali, ndugu yako yuko wapi? Akasema, kwani mimi? Hata hakusema kule yuko, alisema, kwani mimi ni mimi na mchungaji wake? Wewe fikiri mwanadamu anamjibu Mungu hivi? Kwa hivyo ndio Mungu alimkataa, kwa sababu alitaka tu kutoa dhabihu, lakini dhabihu yake akataliwa, dhabihu ikataliwa. Tukasonga hivyo mpaka tukafika wakati wa watu kama Nuhu, watu kama Ibrahimu, ambaye ndiye baba wa imani ambayo tunaongea. Tunapoongea mambo ya imani, ni imani ya Ibrahimu. Tunapoongea urithi wetu, ni urithi wa Ibrahimu, kwa sababu sisi tumefanyika wana wa Ibrahimu kupitia imani. Ndiye baba wa imani. Na wakavumilia mengi. Hata mwandishi katika mlango wa 11 akasema hata wakati hautoshi kuwaeleza mabingwa, watu ambao walifanya maajabu, kama vile imeandikwa katika Danieli, ya wale ambao watamjua Mungu wao watafanya maajabu, watakuwa na nguvu na watafanya maajabu. Kwa hivyo tunaambiwa katika hiyo yote na katika watu wote ambao wamepelekana na Mungu, imani imekuwa hapo, lazima iwe. Na baada ya imani kuna uvumilivu ambao tunapaswa kuwa nao. Leo sasa tunaangalia uvumilivu. Na katika uvumilivu kuna mambo matano ambayo tutaangalia. La kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, tafadhali kusomee. Yeah. Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii ya masaibu, basi na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi. Lazima tupige mbiu kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Basi mpaka mbili. Ndio. Basi na tumtazame sasa Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake ilistahimili msalaba bila kujali aibu yake huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ndio ati tuna mashahidi. Kuna wale ambao walipitia mbele yetu, walipelekana na Mungu wakashinda, na hata tukaambiwa habari zao, na tukaambiwa hata haiwezekani kuambiwa wote, kwa sababu ni wengi. Si hata tunamkumbuka huyu nabii aliitwa Elia, alifanya maajabu lakini hata katika kufanya maajabu aliyofanya, kuna wakati alijiona yuko peke yake, na hata akasema, sasa Mungu, hata afadhali mimi nifanye nini? Nienda niondoke, kwa sababu nimebaki. Akaambiwa hapana. Ngapi? 1000 ngapi? Umesahau? Asante. 7,000. Ati nina watu 7,000 hawajainamia hii miungu. Lakini sijui kama ndio sababu aliambiwa, sasa kama ndivyo unaongea, afadhali ufanye nini? Uondoke, kwa sababu aliambiwa sasa, kama ni hivyo sasa, wewe enda uanze kuacha kazi. Sasa katika hii basi tunaambiwa uvumilivu. Tunaambiwa hao wote walivumilia, na katika uvumilivu huo wao
ndio ambao tumeitwa. Na lakini tunaambiwa sisi hatuangalii sana huko nyuma kina Musa na nini, kwa sababu ukiangalia yale Musa nini wewe utasema ai, hata Musa alifanya nini? Wa ndugu ajua usema alifika mahali hata akachukua ile sheria akakasirika, si ndio? Akaipiganisha chini, ikavunjwa ile ndama, ikavunjwa, ikasagwa, akapatia watu wakunywe. Alikasirika, lakini alikuwa amesukumwa mpaka akakasirika. Lakini hata katika kukasirika kwake, Mungu mpaka dakika ya mwisho alimshuhudia, wewe utafanya, lakini wewe hutaenda, kwa sababu siku ile moja hukutukuza jina langu. Hiyo tu, lakini amechukuliwa na amejulikana, alikufa akiwa na ushindi. Na tukitaka ushahidi zaidi, tunaambiwa hata mahali alipokufia na alipozikwa hakuna mtu anajua hata ni nani alimzika. Tunaambiwa ni Mungu mwenyewe alifanya nini. Hakuna mtu mwingine amewahi kuzikwa na Mungu. Huyo alizikwa na Mungu. Wewe fikiri, uende mbinguni ukute ati Mungu hayuko, uulize yuko wapi? Tunaambiwa ameenda wapi? Ameenda mazishi. Si ni ajabu hiyo? Basi hiyo ndio tunaambiwa Yesu Kristo mwenyewe alivumilia. Tunaambiwa alivumilia. Na tunaambiwa si kuvumilia tu, lakini alikuwa na huo uvumilivu wa ajabu, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba yeye kile kilichomsukuma ni kuona ile furaha itakuja baadaye, atakapomaliza kazi, atakapolipa deni hiyo ambayo mwanadamu angeweza kulipa. Ndio tunaambiwa kwamba ilikuwa aibu yale alipitia, hasa katika msalaba. Kama hujui, Yesu Kristo akisulubiwa msalabani alikuwa uchi, si ile picha tunaona, kwa sababu alikuwa mtu amekataliwa, mtu mbaya kabisa. Lakini tunaambiwa yeye alivumilia. Hata hiyo aibu tunaambia akaidharau, akaona hiyo aibu ni kitu kidogo. Kwa hivyo tuvumilie, kwa sababu yale tunapitia ni kitu kidogo sana, kitu kidogo. Nakumbuka mtu mmoja alisema, kuna rais anaitwa Ruto, ati Ruto ni kitu kidogo. Nikashindwa, huyu mtu anajua Mungu, unaita kiumbe cha Mungu ati kitu. Sasa kulikuwa watu wanafanya hivi, lakini si Rais Ruto alivumilia na akapata kile alikuwa anatafuta. Sasa basi tumeambiwa kwa sababu ya hiyo, ati hiyo aibu yake akaona si kitu, akitazamia mwishowe kuna furaha nitakapomaliza kazi. Alafu tunaambiwa sasa hana hiyo aibu tena, kwa sababu ameketi katika kiti cha enzi cha Bwana Mungu, upande wa kulia wa Bwana Mungu. Ati sasa wako hapa kwa hapa, wakizungumza wanazungumza hapa kwa hapa, ile aibu imekwisha. Kwa hiyo kama tutapitia aibu, tusijali. Kama tutaibishwa, na tusiogope aibu. Huyu brother James nasikia alikuwa wakati wake alikuwa anapigana sana, alikuwa hatari. Lakini leo si huyo, si ndio? Kwa sababu amefanya nini? Amebadilishwa. Leo mtu akimtukana atamwambia asante. Ni vipi umeona mimi mjinga sawa, lakini zamani ungemuuliza. Na lakini si kusema tupitii hizo hisia za kutaka kukasirika na kufanya vile tu tunajua tunaweza kufanya, lakini yeye alikataa. Kwa sababu hata yeye mwenyewe ushuhuda wake ni ya kwamba kama nikiitisha malaika watakuja kunipigania. Kwa hivyo aibu tusijali aibu, tukidhihakiwa tusijali, tumuone Yesu amepitia hayo. Kwa hivyo hao ndio mashahidi ambao funzo hiyo tukiliangalia liko katika Zaburi 51:8 inasema, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Tukipitia hayo, na hiyo ndio nani alikuwa amepitia Daudi akiandika baada ya kukutana na mambo, akasema hiyo mifupa ambayo umeiponda ifanye nini?
ifurahi. Kuna wakati wa kuburudishwa katika Mungu, na tutafute kuburudishwa kwetu si katika mali, si katika watu. Kuburudishwa kwetu tujue tunatoka kwa Mungu. Amen. Na Yesu mwenyewe akasema katika Yohana 4:34, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hiyo ndiyo ambayo ni furaha yetu. Hadi hapo ndipo tunafurahia. Si wakati tunakula nyama tunafurahi. Chakula iwe ni wakati tumetenda mapenzi ya Mungu. Amen. Jambo la pili ni mstari wa 3 mpaka wa 11, kitu kinaitwa nidhamu. Si tunajua nidhamu? Nidhamu, mimi nakumbuka ilikuwa mwaka wa 75 nikiwa kidato cha 4, kuna padre mmoja alikuwa anakuja kutufundisha. Akasema nidhamu ni kujua mpaka ambako utafika, mipaka, kujua. Hiyo ndio nidhamu. Kama vile mwanafunzi anajua akilala asubuhi analala mpaka saa ngapi, si ndio? Hiyo ndio nidhamu, kujua wewe na kutajitawala kwa kujua kila kitu na mahali mpaka wake huko. Ukijua hiyo una nidhamu. Hebu tusomee tafadhali mstari wa 3, 4 na 5. Mistari mingi tu, hatuwezi tukasoma yote kwa sababu ya wakati. Tuone nidhamu ni nini ambayo tunahitaji kuwa nayo katika hii safari. Mtafakarini sana yeye aliyestahimili upinzani mkuu namna hii kutoka kwa watu wenye dhambi, ili kwamba msije mkachoka na kukata tamaa katika kushindana, kwani dhidi ya dhambi bado hamjapigana kiasi cha kumwaga damu yenu. Nani mmesahau yale maneno ya kuwaonya yanayowataja ninyi kuwa wana, yakisema, wanangu, usidharau adhabu ya Bwana, wala usikate tamaa akikukemea, kwa sababu Bwana huwaadhibisha wale awapendao na kuadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Vumilieni taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Mungu anawapendea ninyi kama watoto wake. Kwa maana mtoto yupi asiadhibishwe kwa mzazi wake na mzazi wake? Yende. Sawa, asante. Tunaambiwa nidhamu na kuadhibishwa ama kuadhibishwa ni kama ile vile viboko tunawapiga watoto wetu. Ama tulipigwa. Nimekutana na mama wengine wanasema, mimi mtoto wangu sitaki aongeleshwe. Mimi najua pale alitoka. Na huyo mtoto akijua hivyo anafanya chochote, si ndio? Sasa hapa tunaambiwa Mungu na yeye yuko hivyo. Anataka tuwe na nidhamu. Na kwa hivyo katika Mungu utaka tuwe na nidhamu, kuna viwango vile ametuwekea na tunakaa hapo. Na tusipokaa hapo tunakutana na adhabu yake. Lakini sasa tunaambiwa yeye, tumwangalie tu yeye. Yesu mwenyewe alikuwa mfano gani wa nidhamu? Wewe fikiri, amekuja duniani na na uwezo, si hata anazungumza na sikia. Alafu watu wa Juma anapenda kuwataja sana, anaitwa Mafarisayo na Masadukayo, na maswali. Na wakati mwingine naye akiuliza maswali wanashindwa. Wakati mmoja nilifanya utafiti kidogo, Yesu aliulizwa maswali mangapi? Sikumbuki hesabu. Lakini yeye aliuliza maswali mengi kuliko yale alijibu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa Mungu na alikuwa na majibu yote.
Na hata alikuwa sindakumbuka, hata akimponya mtu alikuwa na ule anangoja, wanaanza kujiuliza kwa moyo. Hata wengine wanaanza kumuuliza, wewe siku ya Sabato, anauliza niwaulize tu kitu kimoja, siku ya Sabato ni vizuri kufanya mema ama kufanya mabaya? Ni vizuri kuponya ama kuua? Wanashindwa. Hivyo ndivyo na sisi pia tuwe tukujua ya kwamba tukipitia hiyo, tumeambiwa tuvumilie mateso kwa sababu tutakutana nayo. Na wanasema Mkristo ambaye akutani na mateso yuko na kasoro. Kwa nini? Ni kwa sababu kama hutakosana na mtu, ina maana utakubaliana na yoyote ile anafanya. Na kama utaki au unataka saa yote mwewe na urafiki mzuri na hao rafiki zako, akisema kitu wewe unakubali. Huyo rafiki yangu anaitwa James Njuki, tunaenda naye, nimempeleka pale Reakiodo kununua maziwa jioni. Bwana anambia, sasa wewe ni wada ile mno niki ni wada kile. Sasa anashindwa huyo akawa, sasa huyu amelewa jioni na ulifanya nini? Mtawezana na mtu kama huyo? Sasa ndio tunaambiwa yeye alivumilia. Na yeye tunaambiwa hata yale tunavumilia mateso. Na katika mlango wa 11 ukisoma utaona waliteswa. Wengine hata wakapoteza mali yao yote, wakakuwa wanaishi kwa mashimo kama wanyama, wanaishi kwa mapango, wanaishi nyikani kwa sababu ya mateso. Lakini tunaambiwa hata katika mateso haya yote hakuna yeyote wetu ambaye amemwaga damu akipigana na dhambi. Yaani umekataa dhambi mpaka damu. Si tulimuona Yesu akifanya hivyo Kalvari? Mhubiri mmoja akatuambia hapo Kalvari, si tunakumbuka kusema kikombe hiki kama hiki kikombe ni lazima, kwanza akasema kikombe ambacho napokea kutoka kwa Baba yangu nitakosa aje kukinywea? Nitakosa kukinywea? Na hata ikafika mahali akamwambia, sasa kweli mapenzi yako yatendeke, kama unaweza. Si ndio alimwambia Baba, ondoa hiki. Huyo mhubiri akatuambia kicho kikombe ambacho alipewa akunywe, wewe fikiri. Akatuambia fikirini dhambi zote zile zimefanywa. Dhambi ya kwanza tunajua nani alifanya. Nani alifanya dhambi ya kwanza? Ni Adam, si Hawa. Si Hawa, ni Adamu. Kwa sababu ni aliulizwa. Ulisikia Hawa akiulizwa? Si aliulizwa baadaye, ati na wewe ni nini ume? Lakini kwa mtu wa kwanza, kwani wewe Adamu ulifanya? Wewe fikiri hiyo akasema hiyo dhambi. Na wewe fikiri matokeo mabaya ambayo yameletwa na dhambi. Si hata vita vile vinaendelea sasa ni kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu watu wanapigania vitu. Na hata ule wizi unatokea hapa. Wewe fikiri hayo yote ati huyo mhubiri akasema yamechanganywa, yakawekwa maji, yakawekwa kwa kikombe, akaamua kunywa. Ndio akasema hata anashinda. Tunaambiwa hata akaomba. Akaomba mpaka jasho itakuwa ni nini? Ni damu. Sisi hatujafika hapo. Basi tukiangalia hivyo, basi tutaweza kuwa na nguvu ya kuvumilia. Na hakuna chochote tunaweza kusema hiyo ilizidi. Hapana. Kwa sababu katika Wakorintho wa kwanza tunaambiwa katika kila jaribu tunayopitia, Mungu anatengeneza njia. Anafanya dirisha mahali pa kuepukia. Na hatutajaribiwa zaidi ya yale tunaweza. Ni unakuta wengine wamepitia mambo makubwa, unasema mimi hata sijui ningesema nini. Simekutana na mtu ana mzigo mzito mpaka unashindwa vile utamwambia. Na wataalamu wanasema usimwambie najua vile unapitia. Wewe mwambie tu uzuri wa Mungu. Kwa sababu huwezi kujua. Kama sasa mimi niko na njaa, hata unaweza ukasikia wanao ati usikie ati mimi nina njaa, usikie tumbo yako njaa, uwezi.
lakini Mungu katika yote anakuwa mwaminifu na haruhusu jaribu lije ambalo hatuwezi. Anajua tutashinda. Akiona hatutashinda, malaika wako si wako wapo, na ana nguvu sana. Kwa hiyo tunaambiwa basi hata wazazi wetu vile wanataka tuwe na nidhamu, ndivyo Mungu anataka. Kwa hivyo tukiwa hapa kanisani, tukisema sisi ni waongofu, tunamwamini Mungu, si unasema mimi mtu aweza akaniambia hivyo, wewe nani? Kama aliambia Yesu, wewe ni nani? Si watakuambia zaidi. Basi tujue hivyo ya kwamba tuwe na nidhamu, tujue mpaka hapa, mambo ikifika hapa, kama ni kutoroka, unatoroka hata kama atasema wewe ni muoga, si ndio? Afadhali si hata Wakikuyu wanasema wale walikuwa hawana uoga hawakurudi nyumbani, lakini waoga wajuma unasema sijui Kikuyu. Sinaona najua Kikuyu. Ya kwamba waoga walirudi nyumbani, lakini naliona mimi. Kwa hivyo tuvumilie na tuwe na tukiona mambo vile yamefika, kama ni kutoroka, afadhali tutoroke, na tukitoroka Mungu atajionyesha katika haya. Amen. Funzo tunaliona katika Zaburi 105:19 inasema hivi: hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana Mungu ilimjaribu. Kama mjui ni nani, ni kijana mmoja alikuwa anaitwa Yusufu. Si tunajua vile alifanywa na ndugu zake, lakini si Mungu alikuwa tayari amempa maono, amempa ndoto, lakini hiyo ndoto yake ikachukua muda. Nilifanya hesabu kidogo, nikaona Yusufu tunamsikia akiwa na miaka 17 hivi, halafu tunamkuta akiwa na miaka 34 ndio anasimama mbele ya Farao, na miaka hiyo 17 yote inafutwa, kwa sababu sasa Mungu ametimiza ahadi yake. Na si yeye alijipendekeza akasema hiyo kazi naweza. Alisema hivyo, aliambia wewe sasa, wewe Farao mfalme, fanya hivi, tafuta mtu mtu ana akili nzuri, mtu ana busara, umfanye hivi, kwa sababu mambo yatakuwa mabaya. Farao akasema nitafute mtu wapi? Siwe ni wewe. Na hapo asubuhi anaamka akiwa huko, sijui alikuwa gereza mbaya, ilikuwa ile ya wale wahalifu wabaya, wale wamekasirisha mfalme, si wale wezi wa kuku, ni wale wamekasirisha mfalme, ndio alikuwa amefungiwa huko. Lakini hata katika kufungiwa huko tunaambiwa yeye aliamini na alijua, na hakukosa hata siku moja kutenda mabaya, hakukosa kutenda mema, alikuwa tu anatenda mema. Hata bwana mmoja akamwambia habari zake, anaona wewe mbona uko na huzuni? Wewe fikiri gereza, mtu anakuuliza mbona uko na huzuni? Akawa ni hivyo tu, itakuwa hivi. Akaambia mtu, wewe ukifika huko ufanye nini? Unikumbuke. Huyo mtu kutoka akamsahau, lakini Mungu hakumsahau. Na ndio tunaambiwa alijaribiwa na neno la Mungu. Mungu amempa ahadi, na yeye ni shida tu, kutoka shida hii mpaka ingine anafanya mema, shida, lakini siku ikakuja. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Alafu Yohana 16:16 ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo anasema maneno haya: bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Anatayarisha wanafunzi wake, safari yake inafikia ukingo. Anasema hamtaniona, lakini baadaye kitambo kidogo. Sasa siri iko katika hicho kitambo kidogo, kwa sababu wakati mwingine kitambo kidogo Mungu akiongea haongei na masaa haya yetu. Sasa wewe unafikiri kitambo kidogo ni wiki 2, si ndio? Unakuta mwezi umepita, miezi 6, mwaka umepita, bado unaomba.
lakini Mungu ni mwaminifu. Ni vile Yesu alisema ni kitambo kidogo, na ni kweli. Hata huku mbinguni tunasema tunaenda, hatujui wakati wa kwenda, si ndio? Lakini tukiwa hapa tufanye kazi, lakini tukienda hata tutasema hata huko duniani ni kama kufumba na kufumba jicho. Tunaona mahali tuliishi ni kidogo sana, kwa sababu tutaishi milele na milele. Nakumbuka mhubiri mmoja alitoa mfano akasema, ati kuna kandege, tunaona hawa ndege wadogo, ati kuna ndege fulani mwaka moja huenda mahali kuna jiwe kubwa, sijui wakasema ni kama jiwe lenyewe ni mraba square, ati kama sijui maili ngapi kwenda hivi, maili ngapi kwenda juu. Sasa kakienda kila mwaka mara moja kanaenda, kwa sababu hii inaitwa nini, hii nini yake mukani, sijui inaitwa hivi kwa Kiswahili. Anaenda anaiguzisha hiyo, anainoa kwa nini, kwa hiyo jiwe, na ni jiwe kubwa. Akasema basi ukitaka kujua milele ni wakati huyo ndege mara moja tu akienda anafanya jiwe kubwa hivyo, na ile jiwe ngumu sana, wakati atasaga ile unga, ndio milele itaisha. Maana yake ni nini? Milele haina mwisho. Amen. Jambo la tatu, tunaambiwa kitu kinaitwa nguvu. Katika kuvumilia tunahitaji nguvu. 12, 13, 14 tafadhali. Hiyo mistari tuone nguvu. Tunahitaji kuwa na nguvu. Kwa hivyo itieni nguvu mikononi yenu iliyo dhaifu, na magoti yenu yaliyolegea. Sawazisheni mapito ya miguu yenu, ili kitu yote kisidhoofishwe, bali kipone. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote huo mtakatifu, ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemwona Bwana. Angalieni sana mtu yeyote asikose neema ya Mungu, kwamba sina la uchungu lisije likachipuka kwa kuwasumbua na watu wengi wakati ule. Sasa tunaambiwa tunajisi kwa hiyo tuwe na nguvu. Tunaambiwa kwamba kuna magoti ambayo yamelegea. Tunaambiwa mikono iliyolegea na magoti yaliyolamaa tuyatie nguvu, na ni sisi tu tutajijua. Sasa mimi kunilia matatizo yangu ya mwili nitakwambia, kwa sababu si mimi natumia hii miguu, na najua miguu hii yangu ni mahali inafika. Na hiyo ndio sasa tunaambiwa tutie nguvu, kwa sababu tumeambiwa tuwe na uvumilivu, kwa sababu hii safari ama hii mbio, kama vile Mtume Paulo alisema, niko na mbio mbele yangu, katika Wakorintho wa kwanza kusema ati mimi haya yote napitia si kitu, ile tu na kazi ya macho na nashikilia nimalize hii mbio yangu. Si ya nani wadani, huyu rafiki yangu wadani, yeye ako na yake. Sasa yeye kazi ya nini yake na mimi yangu. Ndio tunaambiwa tunajijua udhaifu wetu, tunajua yale mambo. Si usiku mtu akilala analala peke yake, hata kilala na mke wake, akilala akifunga macho analala peke yake, si ndio? Na katika huko kulala, nimelala peke yangu, yale mawazo na yanapita akili yangu, mimi najua ile mahali nilikosea, mimi najua. Na ndio tunaambiwa tujue kama ni magoti, hatuwezi kutembea magoti yamelegea nini, tuache hiyo, tujue na tufanye nini, tuyatie nguvu, kwa sababu tusipofanya hivyo tunaambiwa kwamba kunaweza kukalipuka shina la uchungu, na hakuna kitu kibaya kama uchungu.
Mtu alikuambia kitu, mtu alikuita, mtu alikufanya, si watu wanaongea hivyo. Mimi huyo pia alinifanya. Nakumbuka mfano mmoja, nilikuwa hapa, unajua rafiki wangu hapa kwa duka anaitwa Pamunje. Tulikuwa nilimkuta na mama mmoja akakuja wakasalimiana, mama ndo ushuhuda mzuri huko niko bwana alikuwa mwema nini. Nani akakuja Pamunje akamuza, nani huko? Mama akabadilika. Kijana, dokajuri horo agumeyo. Kashindo sasa. Hiyo ngoma na ni mtu anaulizwa nini huyo na dieda kwenye horo. Sitaki hata kujua habari yake. Huyo ni ngoma ni nini? Ni pepo mchafu. Na ni sasa kwa nini? Kwa sababu ndani yake ana uchungu. Labda kuna kitu yule mtu alifanya. Lakini hata mtu akikufanya, tumeambiwa kitambo kidogo mambo haya yataisha. Tuchunge sana. Uchungu ni mbaya ukiwa nao. Ufanye mambo, lakini zaidi hata ule mtu anaumizwa na huo uchungu ni wewe mwenyewe, kwa sababu unajiharibia maisha yako. Labda huyo mtu alikufanyia hata alisahau. Si anakula tu vizuri na analala, lakini wewe ukilala unamkumbuka. Ukitembea, ukisikia kitajwa unalipuka. Lakini yeye hata akiulizwa nani anasema ati yeye hayupo. Kwa hivyo tuangalie hiyo ndio nguvu ambayo tunapata. Tuwe na nguvu ndani yetu. Kwa hapo tunaambiwa ya kwamba uchungu kija kwa kanisa ama kwa kusanyiko kama hili, unaingilia wengi, unachafua. Tunaambiwa unachafua wengi. Na ni mimi tu Njoke aliniambia kitu, sasa nikuenda tu nikiambia, unajua huyu Njoke wachana na yeye, alikuwa hata saidia, hata si vile alifanya, ni vile niliambiwa. Nakumbuka wakati kipindi nilikuwa nilienda Burundi, nikashikwa na malaria. Mama moja aliniambia, alienda kwa mama mwingine akaniambia, nimepitia huko nani alikuwa mgonjwa, kusema huyo achana na yeye, ushotika na nake ni mukigo na kuarako, ushotia na nake. Kwa nini? Na hata hanijui. Wengine wakasema ndege fulani walijenga mahali, ndege wametumwa kwangu. Sasa unashindwa, hao watu uchungu ni wa nini? Kule nilipotoa pesa kujenga nyumba yangu hawajui. Nikakutana na mama moja huyo akwenda kueneza hiyo habari. Nikamuuliza, sasa wewe, kwa sababu unasema ni mali yangu inanikula, unajua nilipoacha kazi mwaka 2002 ndio niliacha kazi. Unajua mshahara nilikuwa nalipwa pesa ngapi kwa mwezi? Alafu unasema ni pesa yangu inafanya nini? Huu uchungu unachafua watu. Kwa sababu nao watu wanapenda mambo mabaya. Si wasikia ati yule ng'ombe wa Juma amezaa mapacha, ndio nilimuombea afurahi. Lakini kitu kibaya ndio watu wanapenda kusikia. Hebu tujue, tuwe na nguvu. Tukiona mabaya tunakatana nayo. Mtu akikwambia kitu kibaya unaambia hiyo usiniambie, hiyo mimi hainisaidii. Kwa hiyo tunaambiwa hatupaswepo nafasi ya usherati na matusi. Kwa mfano Esau alikuwa, tunaambiwa alikuwa mwasherati. Tunaambiwa yeye alipoanza kuoa tu alienda tu. Hata haongei na wazazi, anaenda tu anaoa tena watu wa mataifa, hajali. Na tunaambiwa na matusi kama Esau. Kwa nini? Alikuja nyumbani siku moja akiwa na njaa. Akaambiwa ufanya nini? Akasaidia nini? Tunapoongea kinyume cha ahadi za Mungu tunakosea sana. Na tunapojilinganisha, tunapoongea kama watu wengine, sisi ni watu wa ahadi. Tujue wakati tumeongea mambo kinyume cha ahadi na tunaongea lugha ya hao watu, ukisikia watu wakisema Kasongo na wewe pia unasema huyu Kasongo. Hapana, tuna rais, si ndio? Tumeambiwa wale wako kwa mamlaka tuwaheshimu.
kama amekosea, kama hajakosea, kuna yule anamwangalia. Na sisi hupenda kusema sisi hatutegemei uchumi wa Kenya, uchumi wetu ni wa Mungu, kwa sababu ahadi zetu ni za Mungu, na uchumi wa mbinguni haukosi. Si tumeona mvua? Sio ni uchumi wa mbinguni? Hata wataalamu wafanye nini waweze wakasema ati tutatengeneza mvua. Funzo liko katika huyo Esau. Tunaambiwa kuna wakati nitafuta hiyo ahadi yake kwa machozi, lakini hakupata nafasi ya kurejea, akapoteza kabisa. Tunaweza tukapoteza tu kwa sababu ya naangua donge ya chakula kimoja tu. Kuna tu hiyo tu alikula. Alafu mchungaji mmoja alitufundisha akatuambia hata hakuenda, si angeenda kwa mama yake, si mama yake alikuwako, amuulize mama kweli anakosa kitu kwa mtoto. Yeye alisema akakula, na baadaye huyo hata kuangalia mama yake kama yuko. Alikuwa mtu mpuzi sana. Tusiwe watu wapuzi. Zaburi 88:2 tunaona funzo ya kwamba nafsi yangu imeziondea shauku nyua za Bwana Mungu, na kuzikondea. Moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Bwana Mungu aliye hai. Nyua ni hizi hapa nje hapa, hizi ndizo nyua za Bwana Mungu. Tunapokuja hapa, si tukitoa nyumbani tunasema tunaenda kanisani kukutana na Bwana Mungu. Huyu anasema yeye alikuwa anasikia lazima awe hapa. Hebu tuwe na kukondea, hebu tuwe na hamu sana na shauku wakati tunakuja kukutana, kusikiliza neno la Mungu, kumwimbia Mungu, kutoa ushuhuda wetu. Sababu Yohana 9:4 tunaambiwa, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Wakati ambao tunao ndio wakati wa kazi. Usiseme, wengine wanasema niende derarera, si ndio wanasema hivyo? Mimi na watoto, mimi nalea. Na hao wengine hawakulea. Na walipolea walikuwa wanafanya kazi aje? Sasa tujue. Mama moja akasema wakati tunaomba mvua, tunaomba Mungu leta mvua. Mvua ikija tunasema tena iko nini? Matope, si ndio? Iko matope. Nikumbire mtu akikulinyesha ndio si kwenda kanisa. Na hiyo mvua kama inge nini ungeenda kanisa kuiombea, si ndio? Tuwe usiwe kama huyo Esau. Ndio tunaambiwa Esau alikuwa hivyo, mtu wa kuongea. Hayo ndio yanaitwa matusi. Matusi tu si yale maneno tunasema ya matusi. Tukisema tukiongea kinyume cha ahadi ya Mungu ni matusi. Mungu hafurahi. Jambo la 4, kuna kitu kinaitwa uwepo. Tukumbuke uwepo. Hebu tusomee, kuna mara mbili ya uwepo, sehemu mbili za uwepo. Tujue tuko katika uwepo gani, kwa sababu tunaweza tukajikuta tunatafuta uwepo tofauti na ule tunapaswa. Tuone uwepo wa kwanza ambao ni wako. Ni katika 18 mpaka 21. Tuone uwepo wa kwanza. Hamja ufikia mlima ule uwezao kuhushwa na ambao unawaka moto, wala kwenye giza tusi na dhoruba. Kwenye mlio wa beta kwenye sauti isemana maneno ya kutisha kiasi ambacho wale waliosikia waliomba wasiambiwe neno lingine zaidi, kwa sababu hawangeweza kustahimili neno lile lililoamriwa. Hata kama mnyama ataguza mlima huu atapigwa mawe. Walioyaona yalikuwa ya kutisha kiasi kwamba Mose alisema, ninatetemeka kwa hofu. Lakini nyinyi mmekuja mpaka hapo. Asante. Yakobo tunaambiwa, tunakumbuka wakati wana Waisraeli Mungu amewaokoa kwa nguvu nyingi, si ndio? Akaonyesha ushupavu wake.
Baba akasema wewe Mungu ni Mungu, ni mtu wa nini? Wa vita. Lakini baadaye wanaenda wanamzoea, wanasema wanapewa chakula. Lakini kuna hiki kipindi ambapo walisema wewe Musa, hata wewe wanasema kuboo, si ndio? Umetuchosha hata wewe. Unatuboo kwa sababu uona kuja unaendaga tu unatuambia Mungu, tunataka huyo Mungu tufanye nini? Tumsikie. Na Mungu Musa hapo na tatizo, akamwambia Mungu, si Mungu alikuwa amesikia wakisema, akasema waje. Sasa hiyo ndio tunaambiwa uwepo. Wakaambiwa mjiandae kwenda nguo zao zenyu mfanye nini? Msafishe. Na manabii wa kuhani wakawekwa, wakaambiwa mpaka hapo watu wasifanye nini? Wasipite. Wakaambiwa sasa ngojeni Mungu. Na Mungu akajionyesha. Na ndio tunaambia kwamba kulikuwa mlima, na ni mlima aliona, mlima halisi kama huu wetu, kilima cha Kahungu. Tukisema tuende Kahungu tunajua mahali tunaenda. Sasa hao walienda kwa mlima. Na tunaambiwa huo mlima ni wa kugusika. Ni mahali tunaweza kuchukua miguu twende. Tunaambiwa huo mlima ulikuwa na moto. Na tunaambiwa pia kulikuwa na weusi. Wewe fikiri moto na giza. Ni mchanganyiko wa ajabu. Na pia tukaambiwa kulikuwa na tufani. Tufani ni upepo ule upepo. Wacha huu tunaona. Sikuna huu tunaona wakati mwingine unazunguka hivi. Kuna upepo huku kwetu Kenya tuoni upepo. Kuna nchi ambazo zina upepo lakini wana utaalamu, hata wataambia watu kama Marekani wanaona upepo ukiwa mbali. Sasa huwa wanaambia watu, watu wote wa Sabasaba wote wahame. Na msipohama upepo ukipita utakuta Sabasaba kuna nyumba iko hapo imemaliza. Kuna hiyo ndio waliona. Sasa wakasikia sauti ya baragumu, tarumbeta, na hawajui tarumbeta nani anapiga, lakini wanazisikia. Na sauti ya maneno, wakasikia kwa maneno yanazungumza. Tunaambiwa wakaogopa. Wewe fikiri hayo mambo yote kukutana nayo. Si unajua dakika nyingine ni kufa tu. Kwa sababu hujui ni kule hiyo mambo yote yanatoka. Wakaogopa, ndio wakaambia Musa hapana. Tunaambiwa hata Musa mwenyewe akatetemeka na akaogopa sana. Kabla hakujua sasa. Si wamesema nataka kuona Mungu. Na Mungu amesema njooni tutaonana. Kwa hivyo hata kabla Mungu aonane naye, wakasema hapana, hatutaki kumuona. Kama hata kabla tujamuona tumemsikia, afadhali tuachane. Sasa tuone sisi si wa hiyo wa kuogopa, na sisi si wa kutafuta kuona Mungu. Lakini utakuta watu wengi wanataka huyo Mungu. Na ukiangalia hizi vipindi siku hizi, nafikiri Kenya stesheni za dini ya Kikristo ndio nyingi kushika stesheni zote, si ndio? Hata za biashara zimeshinda. Lakini ni za pesa, si ndio? Pesa. Unataka, hata mmoja si alisema unataka aende kwa huo mlima huu, tunaona akuambie jina lako kama kiliko katika kitabu cha uzima. Na watu walituma pesa. Sasa sisi si wa hiyo. Sisi tuone ni wapi, sisi ni watu aina gani na tumeitiwa huduma aina gani. 22 mpaka 24 tafadhali. 22 mpaka 20. Tuone sasa sisi ni wa mlima gani. Sisi si wa huo mlima wa kina Musa, hapana. Sisi kuna mlima wetu. Lakini mimi nimekuja mlima Zayuni, Yerusalemu ya mbinguni, mji wa Mungu aliye hai. Nimekuja penye kusanyiko kubwa la malaika maelfu wa maelfu wasiohesabika wanaoshangilia kwenye kanisa la wazaliwa wa kwanza wa Mungu, ambao majina yao imeandikwa mbinguni. Nimekuja kwa Mungu wa watu wote kwenye roho
na wenye haki waliokafirishwa. Kwa Yesu mpatanishi wa Agano Jipya, na kwa damu iliyonyunyizwa ile inayo mambo mema katika damu. Sasa tunaambiwa sisi sasa ni watu wa aina gani? Sisi si wa agano la Musa. Sisi tunaambiwa tuna Yesu Kristo na agano jipya katika Yesu Kristo. Na katika hili agano jipya tumefikia mlima Sayuni. Na si yule Sayuni huko Israeli, ni Sayuni yuko wapi? Mbinguni, kwa sababu tunaambiwa tumefika kwa mji wa Bwana Mungu aliye hai. Tukiwa hapa tuko mbele katika mji huo, tumeingia tukiwa hapa. Tusingoje twende Israeli ati ndio tuseme tumefika Sayuni. Sayuni tunayo tayari, kwa sababu njia tumefunguliwa. Tumeambiwa ni Yerusalemu ya mbinguni kwa maelfu yasiyohesabika ya malaika wako, na wametuzunguka hata tuwezi tukajua ni hesabu aina gani. Hawezi wakahesabika, ni wengi wale wametuzunguka saa hii tukiwa hapa. Na tumeambiwa ni kongamano kuu la kanisa la mzaliwa kwanza. Mzaliwa kwanza wa Mungu tunaambiwa ni nani? Ni Yesu. Sisi ndio hilo kanisa la mzaliwa wa kwanza, Yesu Kristo. Na tunapokutana, si tunakutana watu hapa sijui ni 40, sijui ni wangapi lakini mbele ya Mungu anapoangalia hatuoni sisi peke yetu, anaona wote ambao wamekusanyika mbele yake, kwa sababu tumeambiwa ni kanisa la mzaliwa kwanza. Alafu sisi ni washirika wamesajiliwa mbinguni. Kwa hivyo mimi sina haja yule nabii anasema nimtumie pesa ndio aniambie kama jina langu liko huko. Mimi najua jina langu liko. Kuna hivyo ulikuwa na hivyo, my name is there. My name is there forever, kwa sababu nimelipiwa, sina deni. Na pia tunaambiwa ni tuko mbele ya Bwana Mungu, hakimu wa wote, na roho za wenye haki waliokamilishwa. Tuko mbele za hao wenye haki ambao wamekamilishwa, tuko pamoja nao katika roho wako, roho zao ziko hapa. Wewe fikiri, hatimaye umekaa wadamu, roho ya Musa iko hapo, roho ya Elia iko pamoja na wewe. Sasa utahitaji nini tena? Utume pesa ndio kwambio yale yako mbele yako, na uko mbele ya Mungu saa yote, umeruhusiwa, hiyo njia imefunguliwa. Tumeambiwa ya kwamba Yesu Kristo ndiye mpatanishi wa agano jipya, na damu ya kunyunyiziwa. Kuna damu ile alipeleka ikanyunyiziwa madhabahu ya mbinguni. Kwa sababu hapo mwawali tulisoma yeye dhabihu alipotolewa dhabihu kwa sababu ya dhambi zetu. Yeye hata alipokutana na ule mama aliitwa Mariamu, alimwambia usinifanye nini? Usiniguse. Na mtu mhubiri mmoja akasema, kwa nini? Kwa sababu Yesu mikono yake alikuwa ameshika nini? Bakuli. Ile agano la kale, lakini kiroho, akichukua damu yake kwenda kulipia deni zetu zote. Kwa hivyo sisi si wakutishwa na mambo. Magonjwa yakija, matatizo yakija, sisi si wakusongeshwa na hayo, kwa sababu tuko wa hilo kongamano. Tuko na Yesu Kristo akiwa mpatanishi, na tunaambiwa damu yake ilisema mambo bora kuliko mambo ya damu ya Habili. Na unajua damu ya Habili iliuma Mungu sana, kwa sababu hata alimwambia Kaini hivyo. Sasa katika Mwanzo
10 tunasema hivi, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Hiyo ilikuwa damu ya Habili iliyomwagwa, ati ikamlilia ikaongea na Mungu. Sasa sisi si hiyo damu, ni damu ya Yesu Kristo ambayo iko hapa. Na Yohana 12:20-33 inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Yesu Kristo mwenyewe alisema, kwa sababu alikuja ainuliwe juu ya nchi msalabani, ndio watu wote bila kuacha yeyote awavute kwake. Na tumevutwa, na ndio sababu tu katika hilo kongamano la kanisa hilo la mzaliwa wa kwanza. Nikimalizia ni 25 mpaka 29. Tusomee tu 25:6-7. Tafadhali tusikie kitu inaitwa sauti, alafu tumalize. Angalieni msije mkampata anenaye, ikiwa wao hawakuepuka adhabu waliyomkataa walipomkataa yeye aliyewaonya hapa duniani. Sisi je, tutaokoaje tusipomsikiza yeye anayetuonya kutoka mbinguni? Wakati ule sauti yake ilitetemesha dunia, lakini sasa ameahidi kwa mara moja tena itatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Maneno haya kwa mara moja tena yanaonyesha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kutetemeshwa, yaani vile vitu vinavyoumbwa kwa kusudi, vile tu visivyoweza kutetemeshwa vikali vibaki. 28 mpaka hapo ni sawa. Tunaambiwa sauti, ati hawa walisikia sauti duniani, wakasema sawa, tumesikia sauti, hatutaki tena kuisikia. Lakini baada ya kutoka hapo wakasahau hiyo sauti. Lakini yule aliyezungumza hiyo sauti bado ilikuwa na nguvu, sababu baadaye hata hiyo nchi ya ahadi hawakuingia, walikufia jangwani, wakakufa wote kwa sababu walikataa hiyo sauti. Tunaambiwa sisi sio sauti ya mtu tunasikia anatuambia Mungu amesema. Mhubiri akizungumza na atuambie, tunasikia zaidi ya hiyo sauti ya mhubiri, tunasikia sauti ya Mungu mwenyewe. Na kwa hivyo tunasikia na tunaambiwa kama wale wengine waliokataa hiyo sauti, waliuawa na walikufa bila huruma. Je, sisi tukikataa hiyo sauti ambayo inazungumza? Hilo ndilo agano jipya, ya kwamba nikisimama mimi hapa nikizungumza na Mungu ni moja kwa moja. Nikihitaji msaada, nina ndugu zangu, tunatiana nguvu, kwa sababu tumesikia hiyo safari ina ugumu, lakini tuwe na uvumilivu. Ni kama hawa watu wanakimbia, hii inaitwa cross country ama marathon. Si mumeona kwa TV wakikimbia? Hayo masaa mawili mtu tu anakimbia. Wakati mwingine inakuwa hivi, watu wengine haikui hivi, inakuwa si unasikia mtu ameokoka amekufa akiwa kijana bado. Kwa nini? Hatuna sababu. Sisi ni watu wa Mungu. Tukitoka hatujui tutatoka lini, kama tutafika miaka hiyo yote ama tutaenda mapema. Lakini mtu kazi yake iwe inatosha na inaambatana, kwa sababu tumeambiwa yule amesema atazungumza tena Mungu, ni ya kwamba hivi vitu ambavyo vinaonekana vikwishe, tuanze umilele, na huo umilele ndio tumeitiwa. Na mambo yetu yote, hebu tushikamane na tushikilie na ushuhuda wetu ya kwamba sisi ni wa milele na tunangoja milele ambao tumeandaliwa. Zaburi ya 51:11 inasema,
usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Ni mfalme Daudi alikuwa analia wakati alitenda dhambi, na ule uchungu wa dhambi ukakuwa juu yake, mzigo wa dhambi ukakuwa juu yake, akaambia Mungu, usinitenge na Roho wako Mtakatifu. Kwa hivyo sisi pia Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Hebu tuendelee kuongea naye, hebu tuendelee kumsikiliza, kwa sababu huyo Roho Mtakatifu tukimhuzunisha anatuachilia, na tukiachiliwa ni uharibifu tu, hakuna jambo nzuri. Na Yohana 6:37, maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hiyo ni ahadi ya Yesu Kristo. Yale tutapitia na tutapitia mambo, tujue Yesu Kristo hatafika mahali achokeshwe na sisi. Sisi ni sisi tunachokeshwa na yeye, tunamwacha. Hebu tuzingatie uvumilivu, ukijua ya kwamba malipo yako na ni malipo halisi. Si kama vile mimi leo naweza nikakuahidi kwa Juma, nikakununulia nyama leo kilo ngapi? Leo hata wacha leo, hata dakika nyingine 5 mimi najua, hata dakika moja najua kule nitakuwa. Mungu yeye wa milele na milele, ahadi zake ni kamili, ahadi zake ni thabiti. Hebu tumshikilie, na vita hivi tupigane kwa saburi. Tumeambiwa uvumilivu ni saburi, tukijua hatujui mpaka lini, lakini mwisho utakuja, na mwisho ukifika mwanzo mpya utaanza. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Mungu awabariki.